Ndugu waandishi wa habari, salamu alaikum. Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana katika ofisi zetu za mkoa wa Kusini Unguja. Leo tumewaita hapa kama tunavyofahamu kuwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa na utamaduni wa kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuongozwa katika misingi ya utawala bora. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kipekee imefanya maamuzi mahsusi ya kuhakikisha kwamba ili kufikia vyema utawala bora ni lazima tusimamie kwa karibu suala la utawala wa sheria. Suala hili la utawala wa sheria linazingatia zaidi utoaji wa huduma za kisheria kwa wananchi wote. Hiyo ndiyo dhamira ya serikali. Lakini kama tunavyofahamu kuwa kutokana na hali ya miundombinu, wataalamu na kadhalika, kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa haki za kisheria hasa kwa baadhi ya wananchi walio katika maeneo ya pembezoni kwa maana ya remote area. Ili kufikia lengo hilo, kumeandaliwa kampeni maalum ijulikanayo kwa jina la Mama Samia Legal Aid Campaign au kampeni maalum ya Mama Samia. Kampeni hii inasambaa nchini kote, lakini kwa upande wetu wa Zanzibar na hasa mkoa wa Kusini Unguja, kampeni hii inatarajiwa kuzinduliwa rasmi siku ya tarehe 3 Mei mwaka 2025 saa 2 kamili za asubuhi katika uwanja wa Azimio kule Mtende, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Katika uzinduzi huo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Imepewa uzito stahiki kwa sababu jambo lenyewe pia ni kubwa, zito na muhimu hasa kwa wananchi wetu ambao uwezo wao wa kifedha ni mdogo kwa ajili ya kuweza kuaccess au kufikia huduma za kisheria kama utaratibu unavyoeleza. Uzinduzi huu utafuatiwa na hatua muhimu ya utoaji wa huduma mbalimbali za kisheria. Huduma ambazo zitaanza kutolewa siku ya tarehe 3, lakini hasa zitashika kasi kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 12 Mei, kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 12 jioni, ambapo wananchi wote wenye uhitaji wa huduma mbalimbali za kisheria wanakaribishwa kuweza kufika katika maeneo hayo ya viwanja vya Azimio, eneo la Mtende. Watakapofika katika maeneo hayo watapata huduma mbalimbali za kisheria na wadau watakuwepo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi hao. Vilevile kampeni hii katika mkoa wetu inataraji kufanya mambo karibu 5 muhimu ambayo yataweza kupatiwa wananchi katika mkoa huu. Kwanza, kutakuwa na utoaji wa elimu ya kisheria. Lengo la utoaji wa elimu hii ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anafahamu kuhusu masuala ya kisheria, haki, wajibu na kadhalika. Lakini jambo la pili, kutatolewa ushauri wa kisheria. Jambo hili la ushauri wa kisheria ni kwa wale ambao wana mashauri mbalimbali ambayo hawajui nini wafanye, basi wanakaribishwa ili waweze kupatiwa ushauri wa kisheria. Jambo la tatu ni usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala. Tunafahamu kuwa iko migogoro mbalimbali ya ndoa, migogoro ya ardhi, migogoro ya kazi na kadhalika. Migogoro yote hii kwa pamoja kupitia wataalamu mbalimbali waliopo itaweza kupatiwa usuluhishi kwa njia mbadala, kwa maana ya nje ya mahakama kupitia shughuli au huduma itakayotolewa katika kipindi ambacho nimekitaja. Vilevile, kando na usuluhishi, msaada wa kupatiwa uandishi wa nyaraka, mikataba au hati za kisheria utatolewa katika eneo hilo. Na huduma ya 5 ambayo itatolewa kwenye eneo hilo ni kusaidia kupata uwakilishi katika mabaraza ya maamuzi au baraza la maamuzi au mahakama, kwa maana upatikanaji wa uwakili au huduma ya uwakili. Kwa nini tumeyataja haya yote kuwa yanafanywa katika hii program ya Mama Samia Legal Aid Campaign?
Ni kwa sababu huduma zote hizi katika utaratibu wa kawaida zinatolewa kwa malipo, lakini kwa utaratibu huu wa kampeni hii huduma hizi zitatolewa bure, na ndiyo maana tunazizindua rasmi na kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Kusini Unguja washiriki kwa wingi kuja kupata huduma hizi mahali ambapo nimepataja, kwa maana ya eneo la Mtende, kuanzia siku ya tarehe 3 hadi tarehe 12 Mei 2025. Kimsingi hatukuweka idadi mahsusi au idadi maalum. Sisi tumeweka ukomo wa muda kwamba kati ya tarehe 4 hadi 12, kipindi hicho watu wote watakaojitokeza basi tutahakikisha tunawahudumia, na ndio maana tumeweka kati ya asubuhi hadi jioni. Kipimo tutakipata siku ya kwanza ambapo watu watajitokeza wakiwa wengi zaidi, basi tutaomba nguvu zaidi ya wataalamu iongezwe ili kusudi tuweze kuwahudumia kila ambaye atajitokeza katika kampeni hii. Swali la pili ni aina ipi ni aina zipi za migogoro ambazo kwa mkoa huu ni changamoto zaidi au zinaongoza kwa ujumla wake? Tuna migogoro ya aina 3 ndio mikubwa zaidi. Mgogoro aina ya kwanza ni changamoto ya udhalilishaji. Hii nimeitaja kwa sababu kuna karibu aina 9 za udhalilishaji. Sio tu ule udhalilishaji wa kingono, lakini kuna masuala ya kifamilia kwa maana ya ndoa, lakini vile watu kuwapiga wanawake au kuto kuwatendea haki wanawake pamoja na watoto. Kwa eneo hili linachukua asilimia kubwa ya migogoro ambayo tunayo kwenye mkoa. Eneo la pili ni migogoro ya ardhi. Kama tunavyofahamu kwamba ardhi kwenye nchi yetu ni ndogo, na kasi kubwa ya ongezeko la idadi ya watu imekuwa ikisababisha sasa uhitaji wa ardhi uweze kuwa mkubwa, lakini pia na ongezeko la thamani ya ardhi kuwa ni kubwa kuliko ilivyokuwa hapo nyuma. Kwa hiyo kadri watu wanavyoongezeka, ardhi inavyopata thamani, na kwa sababu haijapimwa na kupangwa yote, maana yake migogoro ya mipaka na umiliki imekuwa ni mingi na imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Mingine imekuwa hata inajirudia, umetatuliwa pengine na kiongozi aliyopita jana, lakini kwa sababu kuna mabadiliko ya uongozi, basi migogoro ile ile inarudishwa upya na inaanza kusikilizwa upya. Kwa hiyo hayo ni migogoro miwili ambayo iko kwa kiasi kikubwa. Eneo la tatu la migogoro ni migogoro ya kazi. Tumekuwa na changamoto kubwa sana hasa kwenye sekta binafsi. Wafanyakazi katika sekta binafsi wamekuwa wakifukuzwa ovyo, na kufukuzwa kwa wafanyakazi ovyo bila kufuata taratibu za kisheria kwa mujibu wa sheria za kazi kumekuwa kukileta mkanganyiko mkubwa. Tumetatua ni changamoto za wafanyakazi wengi wamepata haki zao, wasio na haki wamepewa maelekezo ya nini cha kufanya. Kwa hiyo hapa ofisini ukija utakuta msururu wa watu kwenye maeneo mawili. Ofisi yangu, ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya migogoro ya ardhi na hiyo niliyoeleza ya udhalilishaji, lakini ofisi ya pili ni ofisi ya kazi, ambapo utaenda kukuta sasa kule malalamiko au mashauri yanayohusu malalamiko ya kazi, kwa maana ofisi za leba. Kwa hiyo hayo ndiyo maeneo matatu makuu yanayoongoza kwa sasa kwenye mkoa wetu. Tukiambiwa tu rank au tu rate migogoro, hii ndiyo migogoro mikubwa mitatu. Lakini upi unaongoza? Kwa sasa tunaweza kusema kwamba unaoongoza zaidi ni kwenye eneo la udhalilishaji. Ndio kuna kesi nyingi, na kesi hizo ndizo ambazo kwa kweli zimekuwa zikileta shida sana, kwa sababu ni kesi zinazohusisha familia zenyewe kwa zenyewe, na kwa kuwa ni ya kifamilia, maana yake hata utatuzi wake unahitaji kutumia busara na hekima za hali ya juu. Vinginevyo unaweza ukatatua mgogoro kwa upande mmoja, upande wa pili ukatengeneza mgogoro mpya wa familia kutokuwa na mafungamano mazuri, na hatimaye kuleta mfarakano baina ya familia moja na nyingine. Waandishi, nitumie pia fursa hii kwa dhati kabisa kuwashukuru nyinyi kwa kuwa nasi kila wakati pale ambapo tuna uhitaji wa kuzungumza na wananchi wetu ili wapate habari na baadaye kushirikiana nasi au kujumuika nasi katika mambo mbalimbali.
Kwa hiyo kipekee niwapongeze na kuwashukuru sana kwa kuwa nasi na kushirikiana nasi katika ufikishaji wa habari kwa wananchi na wadau wengine mbalimbali kuhusiana na uwepo wa kampeni hii. Matumaini yetu kwamba mtatumia vyombo vyenu hivi kuwaarifu wananchi na wale wote wenye uhitaji wa huduma za bure za kisheria waje katika mkoa wetu kuanzia siku ya tarehe 3 hadi tarehe 12 Mei 2025. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwaombe sana wananchi wajitokeze kwa wingi siku ya uzinduzi ya tarehe 3 na pia katika kipindi chote cha utoaji wa huduma hizo, yaani kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 12 Mei. Nawakaribisha sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.